Mtu wa Mungu popote pale ulipo, na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana kwenye neno lake Mwenyezi Mungu katika haya madhabahu ya kambi ya wateule. Mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na siku hii ya leo ningependa tuangalie neno lake Mwenyezi Mungu mahala tuliweza kuangalia hiyo jana na siku ya Jumatatu ni kwenye Mwanzo sura ya 3. Mwanzo sura ya 3, nitasoma ule mstari wa 12 hadi ule mstari wa 14, na Biblia inasema hivi: Adamu akasema, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hili ulilolifanya? Mwanamke akasema, nyoka alimdanganya ama alinidanganya nikala. Mstari wa 14, Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umeyafanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Baba, ni asante kwa hili neno lako. Zungumza na kila mmoja wetu kupitia hili neno. Katufundishe Baba, katuhimize Baba, katurekebishe Baba, katukemee Mungu wetu, na zaidi wacha tukapate maarifa na ambayo atatuwezesha kuepukana na kuangamizwa. Roho Mtakatifu wa Mungu, hudumia kila mmoja wetu kulingana na hitaji alilo nalo kupitia hili neno, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Hili ni neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo, na hili neno tunaona hapa ni wakati Adamu na Hawa wanatenda dhambi, wanaenda kinyume na maagizo yake Mwenyezi Mungu, na hivyo Mungu akamuuliza Adamu, umefanya nini? Na jambo moja ningependa tuweze kuelewa, wakati wote Mungu anataka tuwajibike. Wakati wote Mungu anataka tuwajibike, wala si kulaumiana. Mungu anataka tuwajibike na wala si kulaumiana, na ndio maana ujumbe nimeupa kichwa, chukua uwajibikaji na utaona maendeleo. Na Mungu akamuuliza Adamu swali, umefanya nini? Na Adamu unaona vile anamjibu. Adamu badala akubali kwamba ametenda dhambi na kutubu, amekiuka sheria za Mungu, badala akubali hilo na ili pia aweze na kutubu, huko ndiko kuwajibika. Na ukiwajibika, unawajibika na kisha unachukua hatua. Na hivyo Adamu kilichompasa ni kuwajibika, maana aliambiwa na Mungu usifanye 1, 2, 3, lakini Adamu akafanya. Na Mungu anapomuuliza, tunaona Adamu anafanya kinyume. Adamu anapeleka lawama au anamlaumu mwanamke na ambaye ni mke wake Hawa. Na Adamu tunaona akimwambia Mungu, huyu mwanamke uliyenipa awe pamoja nami ndiye aliyenipa matunda ya mti huo nikala. Na hivyo Mungu akaona Adamu amefeli mtihani, akaenda kwa mwanamke akamuuliza. Bwana Mungu akamwambia mwanamke, nini hilo ulilolifanya? Naye pia mwanamke badala awajibike, Bwana Yesu asifiwe, badala awajibike na aepushane na wanadamu na kuondolewa kwa neema ya Mungu ama kuondoka uweponi mwa Mungu, tunaona pia Hawa naye pia akipeleka lawama kwa nyoka. Huyu nyoka ndiye aliyenidanganya. Na tunaona kutokana na hayo yote Mungu anaachilia hukumu. Mwanadamu anaondoka mbali na Mungu. Mwanadamu na Mungu kunakosekana amani, kunakuwa tena hatuna amani kwa Mungu. Tuko katika mzozo, tuko katika ghadhabu. Ili tokana na nini?
kutowajibika. Na ndio maana nimekuambia ujumbe siku leo nimeupa kichwa, chukua uwajibikaji na utaona maendeleo. Matatizo mengi tunayoyapitia ni kulaumiana, ni kushindwa kuchukua usukani au kushindwa kuwajibika. Hiyo ndio sababu kuu ya matatizo mengi na ambayo tunayoyapitia. Naelewa ya kwamba hauwezi ukabadilisha uwajibikaji na lawama, lasha, haziwezi zikaenda pamoja. Tunaona mfano mzuri na Adamu na Hawa. Wao badala ya kuwajibika walibadilisha kuwajibika na lawama, na iwezi kabadilika. Uwajibikaji, unawajibika na unachukua hatua, unatubu au unaomba msamaha, ama unafanya lile linalokufaa kufanya. Tuliona Jumatatu Mungu akimwambia Kaini, je, ukitenda mema hautakubalika? Sawia, iwapo Adamu angewajibika na aelewe kuna dhambi ametenda na awache lawama na aweze kuomba Mungu msamaha, mwanadamu angeweza kuanguka. Angemwokoa mwanadamu kutokana na mwanguko, angemwondoa mwanadamu kutokana na kutenganishwa na Mungu na kuwa mbali na Mungu, lakini hakufanya vile. Badala yake alilaumu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo iwapo Adamu angewajibika na kutomlaumu mkewe, angezuia kuanguka kwa mwanadamu kutoka kwa neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo mara nyingi kulaumiana kumetupelekea kuweza kufeli katika maisha haya. Wakati unashindwa kuwajibika na unaanza kulaumiana, elewa unaelekea mwanguko mkubwa. Elewa ya kwamba Mungu ni mwingi wa rehema, Mungu ni mwingi wa fadhili, ni yeye huyo. Na hivyo iwapo Adamu angegundua lile makosa amefanya, angeomba msamaha na angesamehewa. Maana Biblia inatuambia kwamba Mungu wetu ni mwaminifu. Tukitubu, tukiungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu kutusamehe. Na hivyo elewa ya kwamba kuwajibika ni kukubali umetenda hili na kisha kurekebisha. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndilo tunapaswa kufanya wakati unapojipata katika dhambi. Badala ya kwanza kulaumu, huyu ndo alinifanya, huyu sijui ndo alinifanyia, ama unaanza kulaumu sababu na hali. Wewe wajibika. Umetenda dhambi, umeondoka katika njia za Mungu, umefeli katika 1, 2, 3. Kubali. Huo ndio uwajibikaji. Kubali na kisha utubu. Kubali kisha utende lililo njema. Maana elewa hili, Mungu kusudi lake ni mwanadamu atende lililo njema. Na ndio unaona katika mazungumzo yake na Kaini na pia katika mazungumzo yake na Adamu na Hawa, yote Mungu lengo lake lilikuwa, hapa mumeondoka katika njia zangu, basi tendeni lile linalowapaswa kutenda na mtarejea katika njia zangu. Lakini katika haya mazungumzo mawili tunaona Kaini akifeli kuelewa Mungu, tunaona Adamu na Hawa pia wakifeli kuelewa Mungu. Badala wawajibike, wanahamisha lawama. Kuanzia siku ya leo, mtu wa Mungu, acha kuhamisha lawama, badala yake wajibika. Kuna makosa umetenda, kuna jambo na ambalo huenda limekuzuia kuafikia hatima yako. Badala ya kulaumu wazazi, hawakunipea masomo, wajibika. Elewa ya kwamba ndio sikusoma, lakini maisha lazima yaendelee. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kulaumu wengine, badala yake wajibika na utaona maendeleo. Ninapenda zaidi na nikumbusha katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Unapoangalia katika kitabu cha Wafalme wa Pili, kuna hadithi iko pale katika sura ya 7. Wafalme wa Pili sura ya 7, na nitakusomea kuanzia ule mstari wa 3 hadi wa 7. Kuanzia ule mstari wa 3 hadi wa 7, Biblia inasema hivi: basi walikuwepo watu 4 wenye ukoma penye lango la mji, wakasemezana, mbona tunakaa hapa hata tufe? Tukisema tutaingia mjini, mji mna njaa, nasi tutakufa humo,
nasi tukikaa hapa tutakufa vile vile. Haya, twende tukaliendee jeshi la Washami. Wakituhifadhi hai tutaishi, wakituua tutakufa tu. Basi wakaondoka kabla ya mapambazuko, ili waende mpaka kituo cha Washami. Walipofika mwanzo wa kimo cha Washami, kumbe hapana mtu. Nataka kusema nini? Hao wakoma wangeishi kulaumiana, hao wakoma wangeishi kulalamika, lakini waliwajibika, maana walielewa wakiendelea kukaa pale watakufa. Wakielekea katika jiji la Samaria watakufa, maana mnao njaa. Lakini wakaelewa kuna mala na ambapo wanaweza wakaokoleka, maana kusudi hapa ni kuokoleka, wasikufe kutokana na njaa. Wakaamua kwenda katika kambi ya Washami, maana ule wakati Washami walikuwa wamezingira Samaria, hakukuwa na kuingia na kutoka, na hivyo Samaria ikakumbwa na njaa, na hivyo wale wakoma pia wakakumbwa na njaa, maana waliishi kuletewa chakula kule walimokuwa wametengwa, na sasa kuna chakula, na hivyo walielewa Samaria kuna njaa. Wakaelewa ya kwamba wakiendelea kuketi mala walipo pia watakufa, Samaria hawezi wakasaidika. Kwa hivyo akaona mala wanaweza wakasaidika ni mahala pale pa jeshi la Washami, na tunaona ya kwamba wakichukua hatua, na Biblia tumeona, maana tumesoma, imetuambia walipochukua hatua, Biblia ina rekodi vizuri, Mungu alifanya zile hatua zao ziwe kubwa zaidi, na wale wanajeshi wa Shami wakaona mfalme wa Samaria ameitisha usaidizi, na wakatoroka. Na hivyo wale wakoma walipofika katika ule mji, walipata makambi ya Washami, walipata hamna mtu na chakula kiko tele. Kuwajibika kwao kukaokoa, Bwana Yesu asifiwe, kukaokoa mji wa Samaria kutokana na watu kuangamia kutokana na baa la njaa, maana waliwajibika. Jifunze kuwajibika. Acha kukaa tu unasema hii si yangu. Mungu ako na kusudi. Wakati mwingine Mungu anaruhusu na ili aone uwajibikaji wako, na ninaweza nikasema Mungu aliruhusu Adamu nao wafeli na ili wawajibike, lakini bado wakafeli. Na pia aliruhusu na ili tujifunze ni mara ngapi tumefeli, na badala ya kuwajibika tunahamisha lawama au tunalaumu wengine kwa kufeli kwetu. Si Mungu anatufundisha siku ya leo kwamba tuchukue uwajibikaji na tutaona maendeleo katika maisha yetu. Wale wakoma wanne hawakuweza kuwalaumu wale waliwatupa nje ya Samaria, hawakuwalaumu, la hasha. Wao waliwajibika, na walipowajibika walijiokoa wenyewe na wakaokoa pia wale waliokuwa wamewatupa nje wa Samaria pale katika ule mji wa Samaria. Na hivyo la msingi, wacha kulaumu. Labda ni hali ilitukia, umeishi ukilaumu watu. Ni wakati wache kulaumu watu na uwajibike. Kuwajibika ni kufanya linalokupasa kufanya au kufanya lililo sahihi, na utaona maisha yako yakibadilika. Wacha kuishi ukilaumu wazazi. Wewe ni mtu mzima, acha kuishi ukilaumu wazazi. Wewe ni mtu mzima, wajibika. Fanya kile kinafaa kufanywa, wajibika. Wacha kulaumu, wajibika. Hawa wakoma waliwajibika na wakaokoa mji wa Samaria na kukufa njaa. Maana hata baada ya kuweza kuchukua kile chakula waliulizana tu maswali, itawezekanaje? Na ndio wakakimbia, wakaenda wakaambiana kule Samaria, maana Samaria bado walikuwa naelewa wamezingirwa. Wacha kulaumu huyo mke, wajibika mzee. Mke, wacha kulaumu huyo mzee, wajibika mke. Watoto, wacheni kulaumu wazazi, wajibikeni. Wacha kulaumu viongozi, wajibika. Wacha kulaumu viongozi wa kanisa, wajibika. Wacha kulaumu huyo aliyekufukuza, wajibika. Na utaona maendeleo, maana wajibikaji unaleta sisi kusonga mbele. Lakini tusipowajibika tunaanguka. Adamu na Hawa walikosa kuwajibika, na walipokosa kuwajibika wakaanguka kutoka kwa neema ya Mungu, kutoka kwa uwepo wa Mungu, wakaangusha wanadamu wote.
wanadamu wakatenganishwa na neema ya Mungu, wanadamu wakawa mbali na Mungu. Lakini na ashukuriwe Mungu, maana yeye si mwanadamu, yeye pia aliwajibika. Na Mungu aliwajibikaje? Kwa kumtoa. Maana alijiumbia mwanadamu, alisema wacha tumuumbe mwanadamu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, wacha wakatawale. Lazima angerejesha mwanadamu, na ili akatawale angeendelea kumlaumu, angemlaumu mwanadamu. Aliwajibika hata Mungu mwenyewe. Ndio maana anamtoa mwanawe wa pekee Yesu Kristo, na ili aweze na kumkomboa mwanadamu amuondoe katika mwanguko. Na hivyo siku ya leo tumeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Hakuna wakati Mungu amelaumu. Mungu hata mwenyewe anawajibika. Bwana Yesu asifiwe. Sawia na sisi tunaweza tukajifunza. Haya maandiko yaandikwa kwa sababu yetu sisi, tujifundishe kutokana nayo. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yameandikwa, tujifunze. Angalia hapa katika Romans, katika kitabu cha Warumi sura ya 15. Warumi sura ya 15. Angalia pale, nataka nikusomee jambo pale ili uweze kuelewa. Warumi sura ya 15 mstari wa 4. Warumi sura ya 15 mstari wa 4. Nataka nikusomee tu pale 15 mstari wa 4. Na Biblia inasema hivi: kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Mungu akakuja. Usifikirie na maswali yaliandikwa tu kienyeji. Mungu akakuja. Umefanya nini Adamu? Adamu badala ya kuwajibika akahamisha lawama kwa mkewe. Mkewe pia badala ya kuwajibika akahamisha lawama kwa nyoka, na Mungu akaachilia hukumu. Pale tunajifunza, wakati tunakosa kuwajibika, mwanguko wetu unakuja, tunakosa kuendelea. Lakini wakati tunawajibika, tunasonga mbele. Adamu angewajibika, mwanadamu angeanguka kutoka kwa neema ya Mungu. Lakini kwa kuhamisha lawama kwa mkewe na mkewe kuhamisha lawama kwa nyoka, hilo likasababisha mwanadamu akatengwa mbali na Mungu. Sijui nini limesababisha mwanguko wako. Je, ni kutowajibika? Na ndio maana siku ya leo ninakwambia wajibika, na utaona maisha yako yakiendelea. Ndio maana nimekusomea Warumi 15 mstari wa 4. Kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi. Hapa tunafundishwa uwajibikaji, utatusaidia pakubwa na ili tuendelee mbele badala ya kufeli. Biblia inasema ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo situwajibike kuanzia siku ya leo. Tuache kuhamisha lawama. Kama ni dhambi, tubu. Acha kushinda ukilaumu watu, maana ulikuwa na heartbreak. Acha kushinda ukilaumu wanaume. Move ahead, wajibika. Yalikuwa makosa yangu, ni mimi sikumuuliza Mungu. Songa mbele na maisha yaendelee, maisha yako yataendelea, Mungu atakuongoza. Kwa hivyo tuache lawama, tuwajibike na maendeleo yataonekana katika maisha yetu. Tuwajibike na turekebishe hiyo hali na ambayo inaonekana ni mbovu. Tuwajibike, rekebisha ndoa yako, wajibika, rekebisha hilo eneo la kazi, wajibika, rekebisha uongozi wa kanisa, wajibika, rekebisha ule mkondo tumeuchukua na ambao haufai. Wewe mwenyewe na hata sisi kwa ujumla, tukiwajibika, mambo yatakuwa sawa na tutaendelea. Baba, ni asante kwa kuzungumza nasi kupitia neno lako. Ni asante kwa kunena nasi siku ya leo, Mungu wetu, kuhusiana kuwajibika, na tutaona maendeleo. Tukaona mfano wa Adamu na Hawa waliposhindwa kuwajibika, kulikuwa na mwanguko. Sawia na maisha yetu siku ya leo, tunaposhindwa kuwajibikia dhambi zetu, makosa yetu, tunaleta mwanguko badala ya kuendelea. Lakini tunapowajibika,
tunarekebisha, tunafanya lilo njema na tunakubalika. Mfalme mkuu na mtakatifu, tusaidie kuanzia siku ya leo, na ili tukaweze kujifundisha kutoka kwa haya maandiko, jinsi Paulo anakuwa anazungumza na hili kanisa la Warome, na anawaambia yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa kwa ajili yetu kujifundisha. Baba, leo tumeona hili andiko, wacha tukajifundishe, wacha tukabadilike kuanzia siku ya leo, tukawajibike, na ili tukiwajibika tutapata na kuendelea mbele. Baba, jitukuze, Baba jiheshimishe milele yote, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Na kushukuru kwa hii siku nyingine Baba, tunaomba ukatuongoze, tunaomba ukanyoshe mapito yetu, tunaomba Baba ukabariki kazi ya mikono yetu, tunaomba Baba ukatufundishe kutengeza faida. Baba, tunaomba uponyaji Baba, tunaomba mapito yetu ukayanyoshe Baba, tunaomba uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, tunaomba utulivu, tunaomba amani, tunaomba utaua katika jina la Yesu Kristo. Siku ya leo Baba, tuongoze na utumulikie, tuangazie njia zetu kwa utukufu wa jina lako, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen. Asante sana kwa kulitazama hili neno lake Mwenyezi Mungu siku ya leo. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Hadi hapo kesho, mimi naitwa mchungaji Benson Mwanza, na wakati wote nikiwa baraka, mtolee Mungu sadaka zako kwa 0792593648 0792593648. Ukiwa nchi ya Kenya ni +254 792 593648 +254 792 593648. Toa matoleo yako pale. Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Pia kumbuka kusubscribe kwenye haya madhabahu ya Kambi ya Wateule, ni YouTube channel, subscribe, na Mungu akubariki, Mungu akuzidishie. Hadi hapo kesho, mimi nakupenda sana na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.